Karibu tena mtazamaji, tumerejea kwa mara nyingine tena. Tulikuahidi kwamba tutakaporudi hapa tutakuwa na mgeni wetu Mheshimiwa Japhet Hasunga, mbunge wa jimbo la Vwawa, ambaye tuko naye hapa studio. Na katika mazungumzo yetu basi tutakushirikisha moja kwa moja uweze kuenda nasi sambamba kupitia ujumbe mfupi wa maandishi kwa namba ya simu ambayo inapita hapo chini ya runinga yako. Utaweza kutuandikia kutokana na kile ambacho basi utatamani kupata ufafanuzi kutoka kwa mheshimiwa, naye atakujibia hapa moja kwa moja studio. Tuko naye tayari Godliness. Mheshimiwa, karibu sana. Na asante sana. Nashukuru sana. Karibu sana mheshimiwa. Nzuri. Ndio. Huko Vwawa mnatunyima nini? Vwawa sisi kama kawaida ni wazalishaji wa chakula kingi. Kwa hiyo chakula kiko kwa wingi na mvua zinaendelea kunyesha. Ndio. Lakini tumemwomba Mungu angalau mvua ziache sasa, baraka tuanze kuvuna yasije yakaharibika. Yasije mazao yakaharibika shambani. Kwa hiyo ninyi mmefikia tu sasa kwamba Mwenyezi Mungu mvua iliyotupatia inatosha. Sasa inatosha. Tunaomba sasa uturuhusu tuendelee kuvuna kile ambacho tumekipata. Ni kweli kwa sababu mwaka huu kulikuwa na mvua sana. Kulikuwa na mvua kidogo sana hapo katikati. Ndio. Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 3 ambapo kunakuwa na mvua nyingi. Haikuwa nyingi sana. Ilikuwa ya wastani, lakini mazao yalistawi vizuri, yalienda vizuri. Lakini sasa huku mwishoni tena ndio imekuja nyingi wakati tayari mazao yameshakamilika. Kwa hiyo ndio tunamwomba sasa, tunasema imetosha. Aiepushe kusudi iweze kunusuru mazao ambayo yamekwisha kupatikana. Ndio. Hongereni sana. Tunaamini pia kwamba ni baraka hiyo ambayo mmeweza kuipata. Tumekualika hapa mheshimiwa, tuweze kuzungumza kuhusiana na maendeleo ya jimbo la Vwawa. Naamini pia kwamba watazamaji pengine kutokea kule Vwawa na wenyewe watatamani kufahamu mengi kutoka kwako katika mwendelezo wa kuwatumikia wananchi wako ukiwawakilisha pale bungeni katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuanze kwa kuipata picha. Kwa miaka 5 hii tangu umechukua nafasi kuanzia 2020, kwa miaka hii 5, maendeleo yakoje pale katika jimbo la Vwawa? Kwa ujumla wake, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu katika kipindi hiki tumeweza kufanya mambo mengi sana ambayo kwa yana manufaa na yana maendeleo makubwa kwenye upande wa jimbo la Vwawa. Ukilinganisha na awamu nyingine iliyotangulia. Ile awamu ya kwanza nilikuwa kama ndio najifunza. Lakini awamu ya pili tumefanya mambo mengi sana. Mambo mengi mno. Kwenye kila eneo tumegusa, kuanzia kwenye kilimo tumefanya vizuri, kwenye upande wa barabara tumefanya vizuri, kwenye maji, kwenye umeme, kwenye mawasiliano na yani karibu kila eneo tumefanya vizuri. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jimbo la Vwawa linapiga hatua kubwa sana kwenye upande wa elimu, afya, yani kila eneo tumefanya vizuri sana. Sawa sawa. Na samahani kidogo Godliness. Mheshimiwa amedokeza hapa kwamba mwanzoni pale kwamba ni miongoni mwa mikoa ambayo inazalisha mazao kwa wingi. Tungetamani kufahamu pale Vwawa sasa katika jimbo lako pale ni zao gani ambalo ninyi mnajivunia kama tuseme ni dhahabu yenu ninyi kwa Vwawa? Sisi tuna mazao mawili ambayo tunaweza tukaita ni kama dhahabu yetu. La kwanza ni zao la mahindi. Zao la mahindi sisi ndio wazalishaji wakubwa. Ni wazalishaji wakubwa sana, na kitaifa mkoa wa Songwe ulikuwa unashika nafasi ya 3. Ukitanguliwa na mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo tunakuja Songwe, tuko pale tunazalisha. Kwa hiyo na katika kipindi chote hiki kwenye upande wa uzalishaji wa chakula, upande wa mahindi hatujawahi kushuka nafasi ya 5. Hatujawahi. Kwa hiyo tunafanya vizuri sana. Lakini zao la pili ambao ni dhahabu ya Mbozi ni kahawa ya Arabica. Sisi ni wazalishaji wakubwa wa zao la kahawa na linatoa mchango mkubwa sana katika taifa hili kwenye upande wa kahawa. Kwa hiyo tuko vizuri sana katika eneo hilo. Lakini hapo pia mazao mengine kama mboga, matunda, maharagwe, mazao jamii ya kunde yote tunazalisha kwa wingi sana. Kuna ndizi na kadhalika. Maparachichi yanazalishwa, lakini maembe na nini. Lakini kikubwa zaidi hayo mawili ndio mazao ambayo yameshikilia ukanda katika mkoa wetu wa Songwe na katika jimbo la Vwawa. Okay. Mheshimiwa, kwa upande wa mtazamaji nataka kufahamu, umezungumza
maendeleo yako mengi, kuna barabara, afya, elimu na vitu kama hivyo. Mimi nataka nihame kwenye masuala ya mazao kidogo, nataka kuhamia upande wa ajira. Tumeona kwamba kumekuwa na tatizo kubwa sana la ajira nchini Tanzania. Lakini kwa upande wa jimbo lako wewe, umewatengenezea mazingira gani vijana ya kuweza kupata ajira? Ni kweli tatizo la ajira ni tatizo la kitaifa na ni tatizo kubwa ambalo linatukabili sana katika jimbo la Vwawa, kwa sababu sasa hivi vijana wengi sana wamesoma katika vyuo vya kati, vyuo vya juu, wamemaliza, wamehitimu, wanahangaika kutafuta kazi. Moja ya hatua tulizozichukua, la kwanza ni kuhamasisha vijana kwa wanapoona fursa yoyote basi watumie nafasi hiyo kuhakikisha kwamba wanaomba, alafu wakishaomba wajiandae kwa ajili ya usaili na wafanye vizuri. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, tumeweza kuanzisha miradi mbalimbali katika eneo lile ambayo imekuwa ikitoa ajira. Nikiwemo mimi mwenyewe baada ya kuona vijana wengi waliomaliza wamesomea ualimu na shule hazipo na serikali haiwezi kuwachukua walimu wote. Kwa hiyo niliamua nijikite pia kuanzisha hata shule ya kwangu, Iyura Malaika, shule ya msingi, shule ya awali na msingi. Nikaanzisha ili niweze kutoa ajira kwa hao vijana wetu. Kwa hiyo vijana kadhaa wameajiriwa, karibu 30 wameajiriwa kwenye eneo lile la jimbo la Vwawa, kwenye ile shule yangu ambayo inatoa mchango mkubwa. Ninaamini inachangia katika kuwapa maarifa na ujuzi vijana wale ambao wanasoma katika ile shule. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili, niliamua kuanzisha redio ambayo inaitwa Vwawa FM Radio, ambayo nayo imeajiri vijana wengi pamoja kutoka sehemu zingine, lakini wengi wanatoka katika jimbo la Vwawa. Kwa hiyo ile ni eneo la kuchangia pia katika kuhakikisha kwamba wanapata ajira. Lakini eneo la tatu, tumekuwa tukihamasisha ujenzi wa viwanda pamoja na ujenzi wa vyuo katika lile eneo. Sasa kwenye viwanda, baadhi ya viwanda vinafanya kazi vizuri na vimetoa ajira kwa vijana wengi, lakini bado tunaendelea kuhamasisha zaidi tujenge viwanda vingi zaidi ambavyo tunaamini kwamba vitatoa ajira nyingi kwa vijana wengi kuweza kuajiriwa katika fani mbalimbali. Kwenye upande mwingine, tumejihusisha pamoja na halmashauri yangu kutoa mikopo. Kwa mwaka huu tumetoa karibu bilioni 2 ambao ni 10% ya mikopo kwa vijana, mikopo kwa kina mama na mikopo kwa watu wenye mahitaji maalum. Sasa tumetoa, kwa sababu miaka miwili tulikuwa tujatoa, kwa hiyo tumetoa bilioni 2 kwa ajili ya kuwapa msingi vijana hawa, kwamba wale ambao hawana ajira basi waweze kujiajiri katika vikundi vyao, waanzishe kikundi, kama ni cha ufugaji, kama ni cha kilimo, kama ni cha biashara, kama ni ujasiriamali. Basi tumewawezesha, tumewapa mikopo wa boda boda, wana kuhitaji mashine mbalimbali, wenye kuhitaji mashine za kushona, basi tumefanya hivyo. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tumeweza kusaidia katika kuhakikisha kwamba wanapata ajira. Lakini bado tatizo la ajira ni kubwa na vijana wengi wamekuwa wakiomba. Sasa hivi serikali inajitahidi sana kutoa ajira mbalimbali. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Imetoa nafasi kwa upande wa walimu, imeajiri baadhi ya vijana, wameajiriwa. Kwa hiyo wamepata ajira, wamepangiwa katika maeneo ya kwenda kufanya kazi. Na bado tunaendelea kufuatilia ili wengine zaidi waweze kuajiriwa zaidi. Lakini sambamba na hilo, tumeona vyombo vya dola vimetoa ajira kuanzia polisi. Kuna vijana wengi wametoka wengine jimbo la Vwawa wameenda kujifunza upolisi kule, wataajiriwa na serikali kama askari polisi. Lakini sasa hivi tumeona kuna ajira zimetolewa na zimamoto, jeshi la wananchi limetangaza. Kwa kazi yangu kubwa ni kuhamasisha vijana kwamba wachangamkie fursa hizo, waweze kushindana na kuhakikisha kwamba wanapata fursa mbalimbali. Nikijikita hapo kwenye mikopo, mheshimiwa, nataka kufahamu mikopo hiyo riba zake zikoje? Maana kuna ile mikopo ambayo riba zake zinaumiza wananchi. Sasa hiyo mikopo ambayo umesema umetoa karibia bilioni 2 kama sija kunukuu vibaya, riba zake zikoje? Ni nafuu au hakuna kabisa riba, inarudi pesa tu ambayo tayari mtu anakuwa amefanyia biashara, anarudisha tu pesa kamili, ama inakuwaje? Mikopo inayotolewa na halmashauri ambayo ni sera ya nchi kwamba 10% ya mapato ya ndani yatolewe kama mikopo.
ambao vijana wanapata 4%, akina mama wanapata 4%, na watu wenye ulemavu wanapata 2%. Ile mikopo haina riba. Okay. Ni mikopo ambayo unarudisha kile kile ulichokopa. Ni tofauti na mikopo hii ambao wanasema kausha damu. Ambayo kwa kweli ile inawaumiza sana wananchi. Na najua kuna wananchi wengi ambao wanashindwa kupata mikopo hii ambayo sio kausha damu. Wanaenda huko, wanapata shida sana. Kwa sababu mikopo ile unakuta kwamba kwa mwezi mtu anatoa 33%. Anakukopesha 100,000, anakuambia baada ya mwezi unipe 200,000. Hiyo ni 100%. Kwa hiyo kidogo ni changamoto. Kwa hiyo hii haina riba. Okay. Yeah. Natamani nikurudishe nyuma Mheshimiwa mbunge kwenye eneo hili la ajira, lakini tukizungumzia kwenye kilimo pale. Umezungumzia kwamba vijana mnawasupport katika namna tofauti tofauti. Sekta ya kilimo pia inawagusa moja kwa moja vijana. Ni mazingira gani ambayo pengine kama mbunge umeyaweka katika kuwawezesha vijana kupata pembejeo za kilimo kwa urahisi kusudi waweze kushiriki katika sekta ya kilimo kwa uzuri? Kwanza tunaishukuru serikali ya awamu ya 6. Katika kipindi karibu miaka 3 imetoa ruzuku ya pembejeo, ambapo tulikuwa tunapata mikopo, tunapata mbolea. Kwa kweli kilimo kinahitaji mbolea sana, na kule kwetu bila mbolea huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo unakuta kwamba bei ya mbolea, mfuko wa kupandia, kwa mfano mbolea ya DP ambayo ni ya kupandia, ilikuwa ni shilingi 120,000 mpaka 140,000. Sasa kwa mwananchi wa kawaida, kwa kijana wa kawaida hawezi kumudu. Kwa hiyo serikali iliamua kutoa ruzuku. Mwaka juzi tukanunua mfuko kwa shilingi 70,000 za juu, serikali kalipa. Mwaka jana tumelipa shilingi 76,000 za juu, serikali inalipa. Kwa hiyo kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuwahamasisha vijana wahakikishe wanajiandikisha, wanaingia katika kanzidata ya serikali ya jimbo la Vwawa ili waweze kupata manufaa ya hiyo ruzuku. Na wote wamepata. Wote walioomba walikuwa wanapata. Kwa hiyo mbolea wamepata kwa bei nafuu na wameweza kujihusisha na kilimo. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Jambo kubwa ambalo sasa hivi tumekuwa tukiwahamasisha kwamba badala ya kujihusisha kwenye kilimo, sasa tuanze kuwekeza kwenye kuongeza thamani ya mazao. Kwa hiyo wawekeze kwenye maeneo haya, kama ni usafirishaji, kama ni kuuza, kama ni ujasiriamali na mambo mengine, tuongeze kwenye kuongeza thamani. Kama ni mahindi, basi badala ya kwamba tuuze mahindi kule kwetu tunauza, tunapeleka paka Kongo, Wakenya wanakuja wanachukua mahindi. Badala ya kufanya hivyo, basi wananchi wajenge, wawe na viwanda vidogo vya kusaga. Wanasaga, wanapaki chakula, wasafirishe kile ambacho kimekuwa package. Kwa hilo ndo tunahamasisha sasa hivi kwamba garau wajitahidi waweze kulifanya vizuri katika eneo hilo. Na Mheshimiwa, pamoja na yote ambayo umeyazungumza na mtazamaji ameweza kuyasikia, najua lazima kuna changamoto ambazo unakutana nazo. Hakuna kazi rahisi tunasema. Ni changamoto gani ambazo umekutana nazo, lakini umezikabili kwa namna gani ili kuweza kuwavusha wananchi ambao unawatumikia katika jimbo lako? Asante sana. Kwanza changamoto nitazungumzia moja tu kwenye kilimo. Kwenye kilimo changamoto kama 2-3. Changamoto ya kwanza kwenye upande wa kilimo, hizi ruzuku ambazo zinatolewa zimekuwa na bei moja. Kwa hiyo nyingi mbolea zimekuwa zinaletwa wilayani. Zinakaa pale Vwawa, zinakaa Mloo. Sasa wananchi kutoka vijijini wanasafiri sehemu ndefu kidogo, kilomita nyingi, kwenda kufuata hiyo mbolea ya ruzuku. Wanapata. Tumejaribu kuhamasisha kwamba kila kata kuwe na mawakala wa kutoa hizo mbolea za ruzuku. Lakini kuna baadhi ya kata bado ziliendelea kukosa mawakala wenye uwezo wa kwenda kununua hizo mbolea na kuleta kule kwenye kata. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kwa sababu wanafuata umbali mrefu, kwa gharama inaongezeka. Badala ya kuwa 76 sasa ile mbolea ya kupandia unakuta kwamba mbolea inapanda zaidi, wananunua mpaka 80,000. Hiyo ndio imekuwa changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili imekuwa ni ukosefu wa soko lenye uhakika kwa upande wa mazao yao. Imekuwa ni changamoto kwenye upande wa mazao, kwenye upande wa mahindi, kwenye upande wa parachichi. Mwaka jana nimesikitika sana kwa sababu watu walilima sana parachichi kwa wingi. Sasa mtu anachukua parachichi yale anapeleka sokoni, anapeleka kwenye gurio, yanakosa soko. Anayaacha hapo hapo. Yanaharibika. Kwa hiyo wamepata hasara kubwa kutokana na kutokuwepo kwa soko la uhakika. Sasa tuliomba serikali ya awamu ya 5 wakati ule
ilituahidi kutujengea soko la kimataifa pale, na serikali ya awamu ya 6 bado inaendelea kustruggle kutafuta hera ili watujengee soko la kimataifa. Likijengwa soko la kimataifa litasaidia sana kuhakikisha kwamba mazao yetu yananunuliwa na wanunuzi kutoka sehemu mbalimbali nje ya nchi wanakuja kununua pale. Kwa hiyo kidogo hii inaweza kutusaidia katika kutatua tatizo la changamoto ya hiyo. Lakini changamoto ya mwisho ambayo nitaka kusema kwa muda mfupi ni tija ndogo kwenye uzalishaji. Kwenye uzalishaji wananchi wengi wamekuwa wakijihusisha na uzalishaji, lakini tija bado ni ndogo. Unakuta kwamba ekari moja ya mahindi badala ya kuzalisha labda magunia 25, wengine wanakwenda mpaka 30. Sisi ekari moja unakuta tunazalisha gunia 5 mpaka gunia 8, wachache mpaka wanafika 10. Sasa ile ukipiga gharama za uzalishaji zinakuwa ni kubwa zaidi kuliko mapato. Kwa hiyo wanapata hasara. Kwa sababu ya hiyo tija ndogo. Alafu ardhi imechoka. Inahitaji uweke mbolea mara 3. Uweke mbolea ya kupandia, uweke mbolea ya kukuzia yakiwa na majani kama 5, alafu yakikaribia kutoa watoto basi uweke tena mbolea. Basi hiyo imekuwa ndio changamoto. Sasa unakuta kwamba wananchi wengi uwezo wa kumudu hizo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tija bado ni ndogo, na namna ya upandaji, maarifa kwamba tuweke katika hatua ngapi, upandaje, uweze kufanya nini, kidogo hiyo ndio imekuwa changamoto. Kwa hiyo tukifanya vizuri, tumekuwa tukiwapa elimu kwa kutumia maafisa ugani kuzunguka, lakini kwenye mikutano ya hadhara, kwenye redio, kwenye TV, tumekuwa tukiwahamasisha namna ya kupanda ili waweze kulima kilimo cha kisasa na waweze kuongeza tija zaidi, waweze kupata faida. Kwa hiyo hilo ndio changamoto ambazo naweza nikazisema kwenye upande wa kilimo. Naam, mtazamaji wetu huyo ni Mheshimiwa Japhet Hasunga, mbunge wa jimbo la Vwawa. Tumeyazungumza mengi hapa pamoja naye. Naamini katika hayo utakuwa umepata kitu, na zaidi sana pia kama utakuwa unahitaji ufafanuzi utaweza kutuandikia ujumbe wako kupitia namba 0792888642 ambayo inapita hapo chini ya runinga yako. Muulize swali mheshimiwa, tunaye hapa na ataweza kukujibia kwa uzuri kabisa. Lakini pia wale ambao mtakuwa tayari kupiga simu, nanyi pia tutapokea simu na tutazungumza hapa. Kama ni swali litajibiwa na mheshimiwa. Mheshimiwa mbunge, wiki iliyopita tuliona pale bungeni ukiuliza swali kuhusiana na mkakati wa serikali kuwapatia walimu wa masomo ya fizikia na hesabu, ikiwa ni sehemu ya kwenda kuongeza nguvu kwa walimu ambao wapo. Unaweza kutupatia picha ya namna upungufu huu ulivyo na unavyoathiri watoto katika ujifunzaji wa masomo ya fizikia na hesabu? Asante sana. Kwanza ni kweli vijana wengi hawafanyi vizuri katika masomo ya fizikia, ya hesabu, kwa ujumla masomo ya sayansi hawafanyi vizuri, na hiyo ilinilazimu kwamba katika mikutano yangu yote naoifanya kwenda kutembelea vijijini niweze kuhamasisha na kuhakikisha kwamba hawa vijana na wahamasisha wapende hesabu. Maana mimi mwenyewe nimesoma hesabu na mimi ni mtaalamu wa hesabu za fedha. Kwa hiyo nimekuwa nikiwahamasisha. Na katika kuchukua hizo jitihada, mwaka juzi nilitembelea baadhi ya shule nikawapa ahadi, nikasema watoto wote watakaopata A ya hesabu, ukipata A ya hesabu, nikasema nitawapa ofa. Katika level yote, iwe ni form 1, form 2, form 3. Hapana, kwenye mtihani wa form 4, kwenye mtihani ule wa form 4. Kwa sababu ile ukisema ile ya form 1, form 2, mwalimu anaweza akampa yeye hata bila. Lakini ule wa taifa sio rahisi. Kwa tunataka mtihani unaopimwa na mtu mwingine, sio walimu. Kwa hiyo mtihani wa form 4 niliwawekea hicho, nikasema wote watakaopata A na watakaopata division 1 katika wakipata A ya hesabu na wakapata na hata division 1 au 2, yani kwenye hesabu, kwenye masomo ya sayansi, tawapa ofa. Kwa hiyo na kweli nilitekeleza. Katika hiyo hatua ya kwanza nilipata vijana 8 walipata A za hesabu. Walipata A za hesabu kutoka kwenye shule za kata. Shule za kata huko, unajua shule za kata. Shule za wananchi. Wakapata A. Na mimi niliwaambia ukipata A nitawapandisha ndege.
ilibidi utekeleze ahadi. Kwa hiyo nikawachukua vijana wale nikawapandisha ndege kutoka Songwe mpaka Dar es Salaam. Wakakaa siku 2, wakala maisha kule, nikawazungusha kila bahari, afu nikawarudisha. Wakati wa kurudi tulikubaliana kwamba watarudi kwa basi ili wapitie Mikumi waangalie wanyama watalipa. Kwa hiyo nilifanya bila shaka watoto walifurahia sana, walienjoy. Kwanza hawakuamini, na watu wengi hata wakati wanaona watu wanapanda ndege wakasema labda ni picha tu, ni macho kwamba watashushwa labda. Walipanda mpaka wakasafiri mpaka Dar es Salaam, wakaenjoy maisha, alafu wakarudi. Kwa kweli imekuwa ni chachu kubwa sana ya kuchochea vijana wengine kufanya vizuri. Sasa mwaka uliofuata waliongezeka vibaya sana, ilikuwa ni hamasa kubwa. Kwa hiyo hilo ndio, lakini ninachotaka kusema kwenye upande wa shule tumekuwa na changamoto changamoto ambayo ipo, hatuna walimu wazuri wa kuweza kufundisha masomo ya hesabu na masomo ya sayansi. Na hiyo imekuwa sasa ni kasumba, watoto wanaambizana masomo ya sayansi magumu, masomo ya hesabu magumu. Sasa mimi imekuwa ni changamoto, na uhamasisha kwamba masomo ya hesabu ni mepesi sana. Na nikawa nawekea mifano. Nasema ukienda pale shuleni ukimwambia mtoto 2 ongeza kisanduku sawa sawa na 6, kwenye kisanduku ni ngapi? Namba ngapi pa? Anakwambia hiyo mheshimiwa mbunge, mbona hiyo ndogo nyepesi? Sasa wewe badilisha pale pale, sema 2 ongeza x sawa sawa na 6. Anakwambia za x mimi zinanishinda. Yani au thamani ya y imesha kuwa ngumu, wakati kumbe ni ile 2 ongeza kisanduku. Kwa hiyo utajifunza kwamba kumbe tatizo sio hesabu kwamba ni ngumu. Tatizo ni watu wanaamini ni la kisaikolojia zaidi. Kwa hiyo tukiliondoa lile, tukiwahamasisha, tukawaeleza, watapenda hesabu. Kwa hiyo hilo ndo kazi ambayo tunaifanya sasa hivi. Na pale ndio maana tumeomba walimu kwamba serikali tutafutie walimu wa hesabu na walimu wa fizikia. Kwa sababu ulimwengu wa leo tunakokwenda ni ulimwengu wa teknolojia. Bila mtoto kujua hesabu, bila kujua fizikia, bila kujua masomo ya sayansi, huko tunakokwenda itakuwa ni changamoto sana namna ya kuishi. Kwa hiyo tunataka watuletee hawa walimu waweze kutusaidia katika kutatua hili changamoto hii ya upungufu wa walimu. Lakini la pili, kwa sababu watu hawapendi masomo ya sayansi na hesabu, unaweza kukuta katika sekondari zilizoko wilaya ya Mbozi ziko zaidi ya 75 sasa. Katika zile sekondari walimu wa somo la fizikia kwenye baadhi ya shule hawapo kabisa. Hawapo kabisa. Yani maana yake wanafunzi hawasomi masomo ya kwa fizikia hawapo. Sasa mimi mwenyewe nimechukua jitihada ya kwanza, nimetafuta vijana kama baadhi ya shule, kama vijana kama 6 hivi, nimewaambia wajitolee kufundisha katika hizo shule. Wanaofundisha haya masomo wanajitolea, alafu mimi nawalipa posho. Kwa kila mwezi nawalipa posho. Na hiyo inatoka mfukoni mwangu. Inatoka mfukoni mwangu kama mchango wa kuchangia kuhakikisha kwamba kwa kweli wanafanya vizuri. Lakini la tatu, niliamua kuchukua vijana 8. Vijana 8. Lakini mmoja hakuja, nikachukua 7 kutoka jimboni kwangu. Nikachukua kutoka shule za kata zile, nikawapeleka kwenye shule yangu ya sekondari pale Morogoro. Ili kutoa kama mchango, sasa nachangia jimboni kwangu. Nikawapeleka pale, wale vijana wamesoma, wamemaliza form 4, wamepata 4 wamepata division 1 nzuri sana, na 3 wamepata division 2 matokeo ya mwaka huu. Na majina nayo hapa naweza nikakusomea. Wote wamefanya vizuri. Kwa hiyo naamini ni mchango mzuri ambao nimeufanya katika jimbo langu la Vwawa. Mheshimiwa, katika miaka yako 5, nini unajivunia hasa kikubwa kwenye jimbo lako? Kwenye jimbo langu katika miaka 5 naweza nikajivunia mambo yafuatayo. La kwanza, nikianza kwenye upande wa barabara. Kwanza katika jimbo la Vwawa tulikuwa na barabara ile namba 1 kitaifa. Ile kutoka Dar es Salaam kwenda Tunduma. Ilikuwa inapita tu pale. Tulikuwa tuna barabara za lami zinazoenda sehemu nyingine. Kwa hiyo katika kipindi hiki tumejenga karibu kilomita karibu 20 za lami. Nimejenga barabara ya lami kutoka Vwawa kwenda Hasanga, ambapo tumejenga kilomita 6 za lami. Tumejenga barabara ya lami kutoka Vwawa kwenda Ndolezi karibu na Kimondo. Tumejenga kilomita 11.2 za lami, imeshakamilika.
Sasa hivi tunajenga kilomita 1.6 kufikisha ile barabara ya rami ifike mpaka kwenye Kimondo, ili watalii wanapokuja waweze kufika kwenye Kimondo. Hilo tumefanikiwa. Lakini kule Iyura kuna barabara ambayo imechaguliwa na serikali ya awamu ya 6 kitaifa kwamba watajenga wakandarasi wanawake. Imepewa kujengwa kilomita 20. Wanawake tu kuwajengea uwezo wanawake waweze kushiriki kwenye uchumi wa nchi hii. Kwa hiyo wanajenga. Hii imechaguliwa kitaifa. Ni kilomita 20, inaanzia njia panda ya Iyura inaenda mpaka Idiwiri. Sasa hivi imejengwa kilomita 2 za rami zimekamilika. Sasa tunasubiri mchakato ukamilike, wanawake wale wapewe, kwa sababu utaratibu ni kwamba kila mwanamke anatakiwa apate kilomita 5. Mkandarasi anachukua kilomita 5 kilomita. Kwa hiyo watakuwa wakandarasi 4 wanawake. Sasa hii ikikamilika tutajivunia sana, na nimeona mchakato unaendelea vizuri, na leo tuko kwenye Wizara ya Ujenzi nimeiona ipo na wanaendelea mchakato. Kwa hiyo mimi naisubiria. Hiyo ni kwenye upande wa barabara za rami. Lakini barabara zile zinazosimamiwa na TARURA pia baadhi zina rami, zimeweka rami, lakini baadhi tumeziwekea changarawe, zinafanya vizuri, zinaenda vizuri sana. Hadi ni nzuri. Kwa hiyo barabara karibu zote sasa hivi zinapitika. Yapo maeneo machache ambayo bado yamebaki na changamoto. Kama ukienda eneo moja linaitwa Chizumbi, daraja bado linasumbua, barabara haina kifusi, imekuwa ikileta shida. Lakini maeneo mengine yote tumefanya vizuri sana. Barabara kutoka Iyura mpaka Idunda, kutoka Shomora mpaka Iyura, kutoka Hatete kwenda Mlangari, kutoka Ihanda kwenda mpaka Ipunga, mpaka inaenda eneo fulani Chindi. Yaani barabara ziko safi. Kwa kweli naishukuru sana serikali kwa namna ilivyotuunga mkono. Sasa hivi tunakamilisha, tunataka sasa tuanze kupambana hilo. Hilo ni la kwanza. La pili, kwenye upande wa elimu. Kwenye upande wa elimu tumefanya vizuri sana katika kipindi hiki cha miaka 5. Haijawahi tokea katika historia. Kwanza tumejenga shule za sekondari zisizopungua 6 mpya. Kwa miaka hii 5 mpya. Za serikali hizo, sisemi za watu binafsi, za serikali. Na katika hizo kuna moja, nafikiri zinaweza kuzidi kwa sababu serikali rais alitupa fedha kujenga sekondari moja mpya. Tumeijenga, imekamilika na sasa hivi iko form 2, watoto wanasoma. Kuna tena akatupa fedha milioni 583.5 tukajenga sekondari moja. Akatuongezea zingine milioni 140 ili tujenge mabweni, tumejenga. Akatuongezea zingine tuweke tena iwe ni ya level. Kwa hiyo tumejenga tena maeneo. Hiyo iko na Nyara. Na Nyara ukianza kuingia tu mkoa wa Songwe, basi unaikutana na kata moja inaitwa Nanyara. Tumeweka pale, tumejenga. Kwa hiyo ni hatua nzuri. Lakini ametupa fedha tena, tumejenga shule nyingine milioni 583.5. Tumejenga Ihanda. Ihanda ilikuwa na shule moja ya sekondari, kata hiyo ilikuwa na shule moja ya sekondari, idadi ilianza kuwa kubwa sana. Tumeamua kuongeza 2 pale. Sasa tumeanza moja, serikali imetoa, na nyingine inaendelea kujengwa sasa hivi. Wananchi wameanza kuanza kujenga tena shule nyingine pale. Lakini zaidi ya hapo tumejenga shule ya Hasanga ya sekondari. Tumejenga shule ya Ichenjezia ya sekondari. Tumejenga shule ya Idiwiri ya sekondari. Yaani shule ni nyingi zimejengwa katika kipindi hiki. Hizo ni za sekondari. Bado za shule ya msingi. Shule ya msingi tumejenga nyingi. Lakini kubwa labda kwenye sekondari, kabla sijatoka hapo, rais ametupa mikoa katika mikoa 5 nyanda za juu tumepewa sekondari moja ya ambayo ametupa bilioni 4, ambayo hiyo inajengwa kwa ajili ya vijana wa kiume. Mwaka juzi alitupa fedha tukajenga ile ya kike. Haikujengwa kwangu, ilijengwa kwenye jimbo lingine. Lakini safari hii ametoa bilioni 4 ijengwe sekondari kwa ajili ya watoto wa kiume. Sasa hiyo ikajengwa kwenye jimbo langu, inajengwa kwenye jimbo langu. Na hii itakuwa ni ya kidato cha 5 na cha 6. Kwa wanaume tu, vijana wa kiume. Sasa inajengwa pale bilioni 5. Alafu ametupa fedha tujenge chuo cha VETA cha mkoa. Vinajengwa vyuo 64 vya wilaya. Cha mkoa kimoja katika hiyo ambao ni cha kwangu, cha mkoa wa Songwe. Kinajengwa chuo cha VETA. Ametupa fedha za kujenga chuo kikuu cha walemavu. Kinajengwa kwenye jimbo langu. Nacho sasa hivi karibu kinakamilika, kinaanza kutoa mafunzo. Kwa hiyo mambo ni mazuri sana kwenye upande wa elimu, tumefanya vizuri. Kuanzia shule ya msingi, sekondari, vyuo vinajengwa na kasi ni kubwa ya maendeleo katika jimbo la Vwawa. Hiyo ni kwenye upande wa elimu. Kabla haujatoka hapo, utupatie picha pia upatikanaji wa urahisi wa hii miundombinu kwa wanafunzi wa sekondari, kwa maana ya uwepo wa maabara za kuwawezesha kujifunza kwa vitendo ikoje, licha kwamba serikali imesupport katika ujenzi wa shule hizo. Shule
na miundombinu mingine. Upande wa maabara hali ikoje? Kwanza sisi kwenye serikali kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya wilaya ya Mbozi tulihakikisha kwamba tunapojenga sekondari na maabara zinajengwa. Maabara zote 3. Maabara ya fizikia, ya kemia, ya biolojia zote zinajengwa. Kwa hiyo maeneo yote serikali imejengwa, wananchi wanajitolea wanajenga. Kwa hiyo maabara zinajengwa. Kwa hiyo hakuna shule ya sekondari ambayo haina maabara. Hakuna. Zote tumezijenga. Na zimejengwa kwa nguvu za wananchi kwa kushirikiana na serikali. Hilo tumelifanya. Kwa hiyo lakini zaidi ya hapo sasa hivi tumekuwa tukijiongeza kwamba badala ya kuwa tu na maabara sasa tunajenga na jengo la kompyuta, kwa sababu sasa hivi ulimwengu ni wa teknolojia wa mtandao. Kwa hiyo tunajenga kompyuta. Katika kipindi hicho nimetoa kompyuta kadhaa nimepeleka katika baadhi ya shule, huwezi kumaliza zote. Maana mimi na shule za msingi 208. Shule za sekondari 70 na kitu. Sasa huwezi kumaliza zote, lakini tumepeleka katika baadhi ya maeneo, tumetenga vyumba kwa ajili ya kufundisha masomo ya kompyuta. Kwa hiyo tumepeleka vifaa vya kompyuta. Na sasa hivi bado naendelea kutafuta zaidi, nikipata kompyuta zaidi nitapeleka katika baadhi ya maeneo. Sawa, muda wetu unakimbia. Tunatamani pia tuweze kumshirikisha pia mtazamaji wetu naye aweze kushiriki nasi hapa studio kwa uzuri kabisa. Namba ya simu inapita hapo chini ya runinga yako 0792 88 86 42. Mtazamaji karibu sana uweze kushiriki nasi hapa sasa kwa kututumia ujumbe wako tuweze kuupokea. Kama utakuwa na swali kwa mheshimiwa atakujibia hapa. Na hii ni kwa wote. Kama wewe unatoka mkoa wowote na unatamani kuweza kupata ufafanuzi kwa mheshimiwa hapa, tunakukaribisha sana ili kusudi uweze kuwa sehemu ya kipindi hiki kupatiwa ufafanuzi katika kila ambacho unatamani kuweza kukifahamu. Huyu rafiki yetu anaitwa Joma, anatoka Arusha. Anasema nampongeza sana mheshimiwa mbunge kwa jitihada ambazo anazifanya kwa wananchi wake. Natamani kufahamu hili swala la ajira si tu kwa mkoa wa Songwe lakini ni kwa nchi nzima. Mkakati wake katika kuishauri serikali kuboresha mazingira ya upatikanaji wa ajira kwa vijana nchini ukoje? Karibu sana. Asante sana. Ni kweli kama anavyosema tatizo hili la ajira ni la kitaifa. Sio la Songwe tu na sio la jimbo la Vwawa tu, la kitaifa. Na sisi tulipokuwa tunajadili hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumependekeza kwamba hili swala sasa tuwe na mjadala mkubwa na mpana. Kwa sababu sasa uwezo wa serikali kwamba itaweza kuajiri vijana wote, hiyo haiwezekani. Pamoja na kwamba serikali imeahidi kutoa ajira nyingi sana mwaka huu, nyingi tumeona kwenye vyombo vya dola zinatolewa na nyinyi ni mashahidi, tumeona matangazo wanachukuliwa, walimu wanachukuliwa, afya wanachukuliwa na fani zingine wanachukuliwa. Lakini mkakati ambao tumefikiria ni mambo mawili. La kwanza, tunahamasisha, tunataka kwa kweli viwanda vingi vifufuliwe na vijengwe kwenye nchi yetu. Kwa sababu tukiwa na viwanda, vikiwa ni vya kuongeza thamani, vikiwa ni viwanda mama, vikiwa ni viwanda vya kufanya chochote, hivyo ndio vitaweza kutoa ajira nyingi kwa vijana wetu ambao wako mitaani. Kwa hiyo hilo sasa tunataka iwe ni nchi ya viwanda. Mtakumbuka baba wa taifa alijitahidi sana kujenga viwanda vingi. Hapo katikati shetani alipita, viwanda vingi vikafa. Baada ya vita vya Kagera viwanda vilianza kudorora vikafa. Sasa tunataka vifufuke. Vile viwanda vikiwa vingi, tukianzisha viwanda vingi vitahitaji wataalamu wengi, na hapo ndipo uchumi utakuwa kwa kiwango kikubwa na mzunguko wa pesa utakuwa mkubwa. Bidhaa zetu baada ya kuzalisha malighafi sasa tutakuwa tunaziongezea thamani, tunauza bidhaa ambazo tumezitengeneza Tanzania, made in Tanzania. Sasa hiyo itatoa ajira kubwa sana, ajira nyingi sana, kuanzia kwenye mnyororo wa thamani, kuanzia kwenye uzalishaji, wauzaji, wafanyabiashara na maeneo mengine. Kwa hilo litatatua tatizo la ajira. Lakini la pili, mifuko ya uwekezaji. Tunao mifuko kama 52 katika nchi. Mifuko mbalimbali. Tumemuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ile mifuko yote uishe ibaki kama 5 hivi, iwe yenye nguvu. Ile mifuko ile ipewe fedha za kutosha iweze kutoa mitaji kwa Watanzania, ili tuweze sasa kuhakikisha kwamba hawa wote wanapata mitaji, wanaenda kujihusisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji, iwe ni kwenye madini, iwe ni kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye uvuvi, kwenye kuongeza thamani na kadhalika. Hilo tunafikiri kwamba ndio njia pekee itakayoweza kutatua tatizo la ajira hapa nchini. Kinyume cha hapo itakuwa ni kazi
kubwa. Mheshimiwa, tunaelekea kwenye uchaguzi sasa. Ndiyo. Ambao unategemewa kufanyika Oktoba mwaka huu. Ndiyo. Wewe unawaahidi nini wananchi wako endapo utachaguliwa tena? Asante sana mtangazaji. Kwanza mimi nimefurahi kwa sababu mimi kwa kazi ambazo tumezifanya, sijazungumza hapa mambo mengi, sijazungumza eneo la afya, sijazungumza eneo la nishati, eneo la umeme na kadhalika. Mambo mengi sijazungumza kwa sababu ya muda. Lakini nataka kuna mambo ambayo bado hatujayafanya. La kwanza ule mkoa ni mkoa wa kwanza, mkoa wa mwisho kuanzishwa. Mkoa wa mwisho kuanzishwa. Kuwa mkoa. Tulikuwa ni wilaya, tulikuwa tuko chini ya mkoa wa Songwe wa Mbeya. Sasa tumekuwa ni mkoa ambao unajitegemea. Sasa kwa sababu ni mkoa wa mwisho kuanzishwa, bado miundombinu mingi haijakamilika. Sasa jitihada yangu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kwanza tunapata halmashauri ya manispaa ambayo ndio itahudumia ule makao makuu ya mkoa wa Songwe. Sasa hivi hatuna manispaa. Hatuna manispaa kwa sababu tuna mamlaka za miji midogo, mamlaka ya mji mdogo wa Vwawa na mamlaka ya mji wa Mlowo. Sasa tunataka tuziunganishe hizi tuunde manispaa ya mkoa wa Songwe. Hiyo ni kazi ambayo imebaki. Kwa hiyo ndio maana nawaomba wananchi kwamba wanichague ili niende nikakamilishe kazi yangu ambayo bado sijaifanya. Lakini jambo la pili, bado hatuna stendi nzuri ya mkoa. Hatuna. Na hiyo tuliomba serikalini, serikali wakatuahidi, bado haijaanza kujengwa, hatujapata fedha. Tuna imani hili limebaki kama kiporo. Kwa hili nataka niwaombe wananchi wanichague tena ili nihakikishe stendi ya mkoa na ya kisasa ijengwe katika patikane. La tatu tuliomba kujenga soko kubwa la kimataifa la mazao. Serikali ilikubali na ikatupatia eneo la ekari kama 50. Lakini mpaka sasa hivi hatujaanza kujenga kwa sababu bado hatujapata fedha. Serikali inaendelea kutafuta fedha. Na sisi tunaendelea kutafuta fedha. Kwa hili limebaki. Sasa hii ni kiporo kwa sababu niliahidi kwamba lazima tuzipate. Sasa wakinichagua nitahakikisha kwamba hili linakamilika. Maana haya ni viporo ambavyo vimebaki. Lakini la 4 ambao ni na muhimu. Pale mji wa Vwawa nilitaka mitaa yote iwe na barabara za lami na taa ziwepo. Mambo ya usalama papendeze kwanza, mji lazima imekuwa makao makuu ya mkoa, sasa papendeze. Sasa hivi hali inapendeza, taa zinawaka, mji unapendeza, barabara za lami zimejengwa, lakini bado tuliandika mradi maalum wa miji ya kimkakati na ikakubalika kwamba Vwawa ni moja ya miji ya kimkakati 45 katika nchi hii. Kwa hiyo serikali ilikubali, tukapeleka mradi kule Benki ya Dunia. Benki ya Dunia ikakubali kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu. Katika ile miundombinu ambayo tumepanga ni pamoja na uwekaji wa lami kilomita 64 kwenye mji wa Vwawa. Sasa kilomita 64 maana mitaa yote itakuwa na lami. Itakuwa na taa, kwa hiyo itapendeza. Kwa sasa hili halijakamilika. Ule mradi ni wa miaka 5, umeanza kutekelezwa mwaka huu. Ni wa miaka 5. Sasa nikiondoka unaweza kafa. Kwa hiyo ndio maana nimewaambia wananchi, naomba muendelee kuniamini, mnichague tena ili nihakikishe katika kipindi hiki cha miaka 5 niliyoahidia tunayakamilisha. Mambo yaende vizuri. Baada ya hapo tutaona. Lakini la 3 lingine ambalo ni muhimu sana, niliwaahidi wananchi kwamba ili mkoa uchangamke tunahitaji kuwa na vyuo. Vyuo sasa serikali imetupatia hicho chuo cha walemavu, imetupatia VETA, lakini pia wanajenga chuo kikuu cha chuo kikuu huria, yanajengwa majengo. Tunahitaji tuhamasishe vyuo vingine na taasisi za elimu za juu waje wawekeze kwenye lile eneo. Wakiwekeza kwenye lile eneo tukajenga vyuo vingi, vile vyuo vitakuwa na uwezo wa kudahili wanafunzi si tu wa kwetu pale au si tu wa Tanzania, lakini wa Zambia, wa Malawi, wa Kongo watakuja kusoma pale. Watatuletea dola na hapo ndio mji utachangamka na maendeleo yatakuwepo. Kwa hiyo hili nalo bado halijakamilika. Kwa hiyo hili ndio maana nawaomba wananchi kwamba waendelee kuniamini, waendelee kuniunga mkono ili tukamilishe haya mambo, ili wilaya yetu,
jimbo letu la Vwawa na mkoa wa Songwe uweze kupiga hatua. Sawa, kuna ujumbe hapa, kuna mdau alisema nampongeza sana mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake kuwahudumia wananchi wa jimbo lake. Azidi kukazana, naamini pia watampa nafasi katika awamu ya pili. Jambo lingine ambalo nalo hapa nasema nipo tayari kwa kazi ya usambazaji wa peperushi. Nadhani sasa hili ni la kwetu hapa sisi ofisini, tutalifanyia kazi. Tutawasiliana naye baada ya hapa, lakini tunakushukuru pia kwa pongezi ambazo umezitoa kwa mheshimiwa kutokana na juhudi zake katika kuwahudumia wananchi. Tunaelekea ukingoni mwa mahojiano yetu na mgeni wetu, ikiwa tayari ni saa 2 kamili asubuhi. Mheshimiwa, tukurudishe nyuma kidogo. Wakati fulani ukiwa waziri wa kilimo uliwahi kunukuliwa ukisema kuhusu falsafa yako ya kula maisha. Na sasa hebu tukurejeshe sasa hapa utuambie ile ulimaanisha nini, na hasa kwa yule wanaitwa watoto wa 2000 hawa. Inawezekana wasimuelewe vizuri. Yes. Kwa faida yao sasa, hebu karibu tuambie ulikuwa ukilenga nini kusema kula maisha? La kwanza nashukuru hii falsafa ya kula maisha watu wa Tanzania wameanza kuielewa. Wameanza kuielewa kwa sababu mimi nilipoteuliwa kuwa waziri wa kilimo, moja ya janga nililokutana nalo, mikoa mikubwa inayozalisha chakula kwa wingi ndio mikoa iliyokuwa inaongoza kwa ugonjwa wa utapiamlo. Sasa wanaumwa, yani kwa shako nini, hawali vizuri. Wananchi wako bize tu na shughuli, watoto hawali vizuri, wananchi hawali vizuri. Kwa hiyo nikasema hili sasa tatizo. Kwa nini hili tatizo? Yani watu wanazalisha. Sasa mtu unakuta kwamba amezalisha mahindi, amezalisha matunda, machungwa, apple, amezalishwa maparachichi. Anasema haya naenda kuuza. Hali nataka kauze tu apate hela. Sasa ndio nikaanza kwamba kitu cha kwanza, mtu yoyote anayefanya kazi, cha kwanza unafanya kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo kazi yoyote unayoifanya lazima kwanza uweke unachopata, tenga chakula ule kiasi gani. Kwa hiyo nikaweka formula pale. Nikasema katika unachopata 30% kula. Kwa sababu umeufanyisha kazi mwili. Sasa kama umeufanyia kazi mwili, unataka mwili uendelee kuwa na afya ili na kesho tena ufanyishe ulete hela zaidi. Kwa hiyo nikasema tenga 30% kula. Ndio maana nikaweka formula, nikasema ukipata 60, 20 kula. Alafu 40 ndio wekeza. Sasa wenzangu wengi wanafikiria kila ninachopata nafikiria kuwekeza, na wafanyia sijui watoto, na wekezea watoto. Watoto kiwekezea watakuwa na akili? Hawezi kuwa na akili. Kwa hiyo mimi nikasema kula sehemu yako, inayobaki wekeza, ndio itakuja kuwanufaisha watoto. Kwa hiyo falsafa ndio ilikuja hivyo. Kwa hiyo nataka wananchi wa mikoa wanaozalisha, cha kwanza wale vizuri. Wale vyakula vya aina 5. Vyakula vya kuleta nguvu, vyakula vya kujenga mwili, vyakula vya kulinda mwili, vyakula vya mafuta, vyakula vya matunda na kadhalika. Kwa hiyo nataka yani wale vyakula. Unapokula pale, weka wanga, unajua hapa ni wanga, unaweka. Unajua hapa na vyakula vya kuongeza nguvu, protini kidogo. Protini hivi hapa, matunda haya unaweka, unakula. Sasa wewe unakula tu ni ugali wanga peke yake. Sasa mboga za majani. Hakuna mboga za majani. Sasa nini kitakuwa kinalinda mwili? Kwa hiyo mwili unataka utumikisha alafu hujaulinda. Inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana nikahamasisha watu wale maisha, wale vyakula vyote, wale wajisikie raha. Katika huo uhamasishaji ilileta ama ilizaa matunda kwa kiasi gani kuwawezesha hao wananchi sasa wamezalisha na waweze kukitumia wenyewe kwa kabla ya kukiuza? Kwanza kwa Tanzania siwezi kutoa takwimu kwa sababu bado hatujafanya utafiti kuweza kujua kiwango gani, lakini takwimu za serikali zinaonyesha kwamba utapiamlo umepungua. Sasa mimi kwa sababu wanasema umepungua, sijajua ni kwa kiwango gani. Naamini mojawapo ya uhamasishaji huo umechangia katika kuhakikisha kwamba kwa kweli watu wanakula vizuri, sasa unapungua. Na afya za Watanzania sasa hivi zimeongezeka. Ukiangalia umri hata wa kuishi sasa hivi wa Tanzania umeongezeka sana. Kwa hiyo hii ni sera endelevu, tuendelee kuhamasisha watu waendelee kuielewa. Lakini la mwisho kabisa kwenye hiyo sera ya kula maisha ni sera ya uchumi. Inatokana na sera ya uchumi tunaoita government expenditure. Ili serikali iweze kuchochea maendeleo ya uchumi, inatakiwa kutumia fedha.
Serikali ikitumia fedha nyingi, kiwekeza kwenye miradi, kwenye nini, ndio ajira zinazalishwa, mazao yanazalishwa, miundombinu inajengwa kila mahali. Sasa pale kuna kitu kingine tunasema benki ya taifa au benki kuu inatakiwa ije na sera ya fedha, kuhakikisha kwamba wakati serikali inatumia hela nyingi, yenyewe iweze kuhakikisha kwamba sasa mfumuko wa bei usije ukapanda. Kwa hiyo wao wana sera ya fedha kwa ajili ya kustabilize, kuhakikisha kwamba kutakuwa na stability kwenye matumizi. Kwa hiyo hii ni sera ya uchumi, ila wengi wanafikiri labda ni sera ya utani. Ni sera ya uchumi. Ukiwahamasisha watu kula, wakipata fedha wakanunua nguo, manake viwanda vitajengwa vingi, uzalishaji utaongezeka. Wakinunua mazao kwa wingi, matunda kwa wingi, manake uzalishaji utaongezeka, mkulima atapata, kila mtu atapata. Kwa hiyo ni sera ambayo inachangamsha uchumi. Na mimi lengo langu ni kuhamasisha Watanzania waendelee kutumia, watafute fedha, watumie. Ndio akili ya kutafuta inaongezeka zaidi. Naam. Sawa sawa. Kwa kumalizia kidogo tu, tumeona Mheshimiwa Rais ametangaza kima cha chini cha mshahara kwa sekta ya umma. Unawashauri nini wale ambao wako kwenye sekta tofauti, ambao ni sekta binafsi, kwa habari ya watu ambao wanashirikiana nao katika kuleta maendeleo kwenye nchi yetu? Asante sana. Kwa labda mimi msimamo wangu ni kwamba sekta ya umma kweli mishahara imepanda, na mimi nilichangia safari hii sana bungeni. Na wakati nachangia Wizara ya Utumishi, na nashukuru serikali wameongeza mishahara vizuri kwa upande wa watumishi wa umma mpaka hadi kufikia kiwango hicho walichokitaja cha karibu 500,000 kima cha chini, kutoka 370. Lakini mimi changamoto iko kwenye upande wa sekta binafsi. Sekta binafsi bado iko chini sana. Viwango vya mishahara bado viko chini, na mimi ndio mshauri mwendekezi wa serikali ambao miaka 2013 nilipewa hiyo kazi ya kupanga vima vya chini vya mishahara vya sekta zote 12 za binafsi chini ya Wizara ya Kazi. Nilipanga, tukashauriana serikali, tukafanya utafiti miezi 6, tukaja na viwango, tukapendekeza. Sasa vile viwango bahati mbaya mpaka leo, toka mwaka 2013 mpaka leo bado havijarekebishwa kuhakikisha kwamba vinauhishwa, vinaongezeka kufuatana na tuliweka formula namna ya kuvirekebisha kutokana na mfumuko wa bei na mabadiliko ya uchumi yanavyokuwa. Sasa hilo halijafanyiwa kazi. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba serikali iendelee kuhamasisha, kuhakikisha kwamba sekta binafsi inakuwa, lakini pia isimamie viwango vya mishahara kwenye sekta binafsi ili nao waweze kupata fedha nyingi, kwa sababu hawa tukiwalipa kidogo kwenye sekta binafsi kama tunavyofanya sasa hivi, wanalipa kidogo. Sasa ukiwalipa kidogo, hawawezi kuwekeza, hawawezi kula vizuri, kwa hiyo uchumi hauwezi kukua, hawezi kula maisha. Hawezi kula maisha. Kwa hiyo mimi nataka wawalipe vizuri. Wakiwalipa vizuri hawa ndio watawekeza. Ndio watatoa ajira nyingi kwa vijana ambao hawana kazi. Atafungua mwingine kigrocery, mwingine atafungua kiduka, unaajiri. Hiyo ni ajira. Hata wafanyakazi wa ndani ni wafanyakazi. Unakuta kwa mfano kama wewe labda uko hapa kazini, nyumbani kule umeajiri mfanyakazi wa ndani. Una binti kule anafanya kazi. Yule naye yuko kazini kama wewe ulivyo kazini. Kwa hiyo yule naye anatakiwa alipwe vizuri. Haki yake alipwe. Sasa tuliweka formula namna ya kumlipa yule ambaye anakaa pale na yule anayetoka nyumbani anaenda kufanya kazi za nyumbani. Lakini kama ni sekta labda ya utalii na hoteli, tuliweka viwango, usafirishaji tuliweka viwango, biashara tuliweka viwango, kila eneo tuliweka viwango. Kwa hiyo mimi naiomba serikali hakikishe kwamba na sekta binafsi inasimamiwa, viwango viongezeke. Najua watu wanasema ili kuvutia wawekezaji lazima tuwaonyeshe kwamba gharama za uzalishaji, gharama za mishahara hapa ziko chini. Sasa hiyo haiwezi kutusaidia. Hapana, ili tuwasaidie wananchi wetu zinatakiwa ziongezeke, wapate vizuri, ndio watapata manufaa. Na wale wanaotaka kupata faida nao tuhakikisha kwamba tunawasimamia, wanawalipa vizuri wananchi. Kwa hiyo hii itasaidia sana kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maslahi mazuri na wenyewe wanakuwa so tofauti na wale watumishi wa umma. Sawa. Na ndio maana sasa hivi kutangaza nafasi kwenye utumishi wa umma, idadi unaopata ya waombaji Yayunga, unakumbuka tuliona idadi ilikuwa kubwa kweli kweli. Upande wa TRA kule waombaji walikuwa ni wengi, nafasi ni chache. Hata walimu hapa tulipotangaza nafasi 13,000 walipatikana 254,054. Nafasi ni 13,000. Nafasi 13,000. Na sasa hivi serikali imetangaza tena itaajiri karibu 15,000, lakini ukiangalia sasa idadi ya watu waombaji ni wengi. Ndio maana tunataka sekta binafsi hizi zisaidie kuziba hayo mapengo kwa kutoa ajira kwa hawa vijana.
Sawa sawa. Yeah. Tunakushukuru sana mheshimiwa kwa kuja. Tumezungumza mengi, ingawa najua ni machache kulingana na yale ambayo yanafanyika jimboni na katika kutoa mchango kwa taifa kwa ujumla. Tutakuita tena siku nyingine hapa tuweze kuzungumza zaidi. Nashukuru sana, nawashukuru sana na niwatakia kazi njema. Asante sana. Asante sana. Na huyo ni Mheshimiwa Japhet Yasunga, mbunge wa jimbo la Vwawa. Tumezungumza naye mengi hapa, kila ambacho kinaendelea katika jimbo lake, lakini pia mchango wake pia pale bungeni katika masuala mbalimbali kwa lengo la kujenga taifa kwa ujumla, na bila shaka utakuwa umeyapata hayo na umeweza kunufaika nayo. Tutamwalika tena siku nyingine hapa kuzungumza mengine mengi ambayo yanahusu jimbo lake, lakini pia mchango wake katika kujenga taifa kwa ujumla kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado tunazidi kusonga mbele, na tutakaporejea tutakusogezea magazeti na mambo mengine ambayo yamesalia hapa ndani ya kipindi. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.